2026-2027, lakini tarehe ya Kariakoo Derby nazo zimewekwa hadharani. Tuko hapa na Dr. kuzungumza hayo. Dr. Kwema Nambi. Niko poa. Umeshuhudia kabisa live tukio la upangwaji wa ratiba ya ligi kuu kuelekea msimu unaokuja. Dr. Umeonaje kwanza ratiba ilivyokaa? Kwanza ni washukuru uongozi wa bodi ya ligi kupitia CEO wa bodi ya ligi, CEO wa CPA Kone Banaba kwa kunialika kuja hapa kushuhudia, kwa miongoni mwa mashabiki ambao wamekuja kushuhudia tukio hili kubwa la kihistoria katika taifa letu. Tangu mpira uundwe, tangu mpira uanze kuchezwa katika taifa hili mwaka 1965, wewe ulikuwa unazaliwa. Tangu mpira uanze kuchezwa katika taifa hili mwaka 1965, wewe ulikuwa unazaliwa. Ilikuwa haijawahi kutokea rekodi ya kihistoria ambayo imewekwa na CEO wa bodi ya ligi wa leo na TFF ya Karia leo ya kuanzisha mfumo wa kidijitali wa upangaji wa ratiba. Wow, fantastic, marvelous. Niwapongeze sana viongozi wa TFF, nimpongeze Rais Karia, kiongozi bora sana, rais ambaye amekuwa mafanikio makubwa kwa kuja na idea hii hapa. Vieni yake ni kubwa na wana michezo tunampenda sana, tunampongeza mno. Lakini napongeza watendaji wa bodi ya ligi, mwenyekiti Nasoro Idrisa Faza, lakini pia CEO wa bodi ya ligi na watendaji wake wote kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya. CEO Nasoro, CEO Corneli na Barnabas, kazi kubwa sana amefanya, respect. Leo tumeona presentation ya kupanga ratiba ya bodi ya ligi imetumia dakika 3 na sekunde 46 tu. Wamepress button, imeenda mechi 240 za NBC Premier League, mechi ambazo Simba na mechi 30 kwa vilabu 16 zimepangwa na viwanja vyao, na nani anacheza away na nani anaanzia Juvenini na nani anaanzia kiwanja nini cha nyumbani. Hao ndio maendeleo ambao wana michezo wa taifa hili kama Dr. Mo tuko tunaitaka tuyaone kwa TFF bora na bodi hii ya ligi bora ambayo inaupiga mwingi sana. Kwa hiyo niwapongeze, ni jambo kubwa ambalo mja nalo na mimi nimejisikia furaha. Sasa yale malalamiko yale kuanzia leo tumefanyaje? Tumeazika. Malalamiko gani? Malalamiko FC. Kuna watu wanalalamika, si Simba anapendelewa, si fulani anapendelewa. Kwa staili hapa hakuna anapendelewa, wote tumepanga ratiba. Kwa maana yake hata nyinyi waandishi wa habari leo mmeshiriki kupanga nini? Ratiba. Kwa ratiba hii ya kidijitali, yale malalamiko atakuwa hayapo tena kuanzia leo kwamba fulani anapendelewa, fulani anaonewa. Kuna wakati mimi klabu yangu ya Simba ilishawahi kucheza mechi kila baada ya siku 2 tuna mechi. Kila baada ya siku 2 tuna mechi. Kwa ratiba hii maana yake hao mambo atakuwa hayapo. Ni ratiba rafiki inayozingatia weledi, misingi na kanuni ya uendeshaji wa timu na mpira wa miguu. Sio nzuri. Kwa wale malalamiko FC atakuwa kwa sababu ratiba hii haijapangwa na mtu. Zile simu kwamba usinipange na fulani, nipange na hakuna. Vile CV memo hakuna. Kwa hiyo tumefurahi sana na kikubwa ambacho tumefurahi. Naanza kumnyoa nyuma mwiko mwezi wa 10. Mwezi wa 10 nyuma mwiko naanza kumnyoa. Amnyoa mwezi wa 10. Kabla tuje kwenye Kariakoo Derby, Simba msimu unaokuja mnatumia uwanja wa Uhuru kabisa. Baada ya kuhangaika mara KMC, mara Isamuyo, uwanja wa Uhuru wapi? Hatuhangaiki. Klabu ya Simba ni klabu ya wanachama. Kupeleka mechi KMC, kupeleka mechi na Isamuyo, maana yake kupeleka mechi kwa timu, kwa watu wenye timu yao wakaione. Hatuhangaiki. Tunarudi uwanja wa Uhuru kwa sababu ni uwanja mkubwa, una nafasi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewekeza pesa mabilioni ya hela. Tuwapongeze Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kupitia serikali ya Dr. Samia kwa kuweka mabilioni ya hela. Sasa tumepata uwanja ambao kamili ambao tunaweza kukaa kiwanja cha nyumbani. Uwanja wa Uhuru umemiti CAF standard, CAF International Standard. Ni uwanja ambao klabu ya Simba, klabu ambayo ni bora kwa sasa hivi Tanzania na ukanda wa Sekafu, ndio uwanja ambao unapaswa kuwa uwanja wa nyumbani kwa sababu sisi mpira wetu ni professional footballer. Sio nzuri. Tuna wachezaji wakubwa wanalipa milioni ya hela, hawawezi kucheza kwa viwanja ambavyo vitatarisha afya yao. Kwa lazima wacheze kwa kiwanja ambacho ni kizuri, kina nyasi nzuri, mazingira mazuri. Dr. Mo napata sehemu nzuri ambayo ni comfortable na hela zangu nizitumie vizuri, kwa sababu unapata shida utafuta hela, unapata shida tena kuzitumia hela, haiwezekani. Ndio maana tunarudi Uhuru sema baba, kuna VIP area nzuri, VIP safi na mazingira mazuri. Kwa kweli tuwapongeze serikali. Mtakuwa na majirani zenu pia. Watakuwepo. Sasa tunajua wale ni watu wa kukopi na kupesi. Na wamefurahi. Walikuwa wameenda kuvunja ngazi njia panda ili waombe mfumo wapange Uhuru. Kwani hujui?
si ndio kazi zao? Umesahau? Walikuwa wanaenda kuvuja nazi hapana kuomba mfumo wapange ligi kuu. Lakini tunashukuru Mungu, nimejua kwamba kumbe mwezi wa 10 kuna mtu atalia na mwezi wa pili kuna mtu atalia. Na sisi dhamira tulionayo kama klabu ya Simba, kama mashabiki wa Simba, msimu huu Simba hii hatari, tunataka hawa jamaa wasite timu uwanjani. Unaanza kuizungumzia mwezi wa 10 wakati kesho kutwa tu mnakichafua tena. Kesho kutwa mechi imeshaisha kaka. Wana Simba wanunue tu jezi za Jeruti mpya. Wanunue jezi kwa wingi, wa press order. Zikizinduliwa jezi za Jeruti za msimu huu, watu wanunue jezi. Alafu mechi tarehe 12 wanaachia nini Dr. Mo? Mechi tarehe 12? Mechi tarehe 12 wana Simba na wanachama wote nchi nzima. Wao kazi yao kununua jezi tu. Mechi tarehe 12 wanaachia nini? Mimi nikifungwa naacha mpira. Nikifungwa mechi mimi naacha mpira. Nikifungwa naacha mpira. Unajiamini sana daktari. Kaka, hiyo mechi imeshaisha. Imeshaisha mechi. Tayari. Mchezo hujachezwa. Wanachama na mashabiki wanunue jezi tu kwa wingi. Siku hiyo waje wamevaa jezi kwa wingi uwanjani za Jeruti ambazo zinazinduliwa msimu huu. Kinachokupa kiburi nini daktari? Brother, tumejiandaa vizuri. Amekuja mchezaji bora wa World Cup, hujamwona? Mchezaji bora wa World Cup. Nani huyo? Si Rodri. Rodri. Kevin Nash, hujamwona? Kaka. Sasa Kevin Nash ni mchezaji mwenye quality kabisa, sasa level ya kile Rodri. Jana ametambulishwa jamani na ameanza mazoezi pale Mo Simba Arena. Hamjaona ndugu zangu? Hamjaona? Sikujua kama. Ndio huyo Rodri. Nauliza swali. Kuna kiungo gani Tanzania ukimtoa Yusuf Kagoma mwenye quality kubwa kama Kevin Nash kwenye eneo la intactness defense midfielder? Nani? Mtaji. Mzawa nani? Nani kama Kagoma na nini Kevin Nash ukimwacha Kagoma? Nani? Hayupo. Hizo ndio quality za Simba, tukakucheza Simba na malengo makubwa na vision na viongozi wa Simba ni kuchukua ubingwa wa CAF Champions League na kuchukua ubingwa wa NBC Premier League ambao tumekosa padogo tu kwa makando ya wenzetu. Hapa mmelamba dume kwa Kevin Nash. Yaani big yes. Sio dume tu, ni big yes. Hivyo na kuna kitu tuna imani. Haya anakuja Ibrahim Dumbia. Unamjua Ibrahim Dumbia? Huyo hatari. Weka mbali na watoto Ibrahim Dumbia. Mchezaji ana kilo 58. Ana urefu wa inchi futi 6. Mchezaji ana uwezo wa kufunga hata kwa ugoko, anafunga mpira, anafunga kwa ugoko, kwa tumbo, kwa kiuno. Mchezaji ana magoli 17 ligi ya pale chini Mali. Ana assist 8 za goli. Huyo Ibrahim Dumbia na niwaambie tafadhali. Yupo Bongo. Yupo Bongo. Tayari na tushamaliza kandarasi miaka 3. Ibrahim. Sasa hatua huyo. Hapo Mwalimu Selemani mwalimu yuko nje anausoma mchezo. Pale ndani yuko Ibrahim Dumbia, mchezaji mwenye usanaa ya kufunga. Clinical finisher, ana uwezo wa kufunga mazingira yote magumu. Mazingira yote magumu anafunga. Magoli 17 ambayo amefunga msimu huu. Amefunga magoli 9 nje ya boksi. Maana yake mita 32 nje ya 18. Na magoli 6 ambayo amefunga ndani ya boksi. Na magoli 3 amefunga free header. Yaani anaweza kuruka akaganda dakika 5 akanywa juisi akavaa jezi ya Jeruti na akavaa tena na akafunga goli. Ibrahim Dumbia huyo mwanaume na nusu vile kama kwa ratiba iliyo tu favor wengi. Tuna imani msimu ujao ubingwa tunachukua wa NBC Premier League, lakini pia tunachukua nini? CAF Champions League, tunachukua FA tena, CRB Federation Cup na tunachukua tena muungano kwa kufunga Yanga tena. Lakini uone mabalaa wanayowashusha watani zako kwa kushusha kijana mdogo Chuga. Usajili wa Yanga ni usajili wa AI, wa laptop, hata wewe pia unaweza kufanya. Usajili wa matangazo, usajili wa AI inaweza ikakuchezesha wewe muziki hata umesimama. Basi unajua ndio walikuja mama Dumbia, Dudu Washa, si nini? Kiko wapi? Kafani wakaja sije kuwa hatari. Kiko wapi? Wakaja na Buba si Bubabo. Kafanya nini?